بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، باركم حميد الله تبارك وتعالى أكم تاكيا رحمة أمان متمم محمد صلى الله عليه وسلم. Hapa kidogo inshallah tutakumbushana kuhusiana na tauhid na umuhimu wake katika maisha ya Muislamu. Na inshallah taala tazungumzia hii mada katika vipengele karibu 3-4 kubainisha umuhimu wa tauhid katika maisha ya Muislamu. Ayuha al-ikhwa, kwanza kabisa Allah tabaraka wa taala aliumba hii ulimwengu liibadati, kwa ajili ya ibada yake subhanahu wa ta'ala, na akatuma watume kwa ulimwengu, kwa wanadamu, liyad'u an-nasa ila tauhidihi, ili walinganie watu katika tauhidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, katika kumpekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ibada yake. Wa hadha al-Qur'an al-Karim, na vile vile hii Qur'an tukufu ambayo tuko nazo, aya nyingi na sura nyingi inazungumzia masala ya tauhid, hasatan zile sura ambayo zilishukia Makkah zinazungumzia sana masala ya tauhid. Kwa hivyo Qur'an kwa jumla ukiangalia aktharu suwarihi inazungumzia masala ya tauhid na umuhimu wake, na inabainisha madhara ya shirki ambayo ni kinyume na tauhid, na hiyo madhara juu ya mtu na vile vile juu ya mujtama, na inakuwa ni sababu ya watu kuangamia fi dunya wal akhirah. Ikiwa watu wamewacha tauhid wameingia kwa shirk, inakuwa ni sababu ya watu kuangamia fi dunya wal akhirah. Hiyo ni jambo la kwanza ya kuonesha umuhimu wa tauhid. Allah tabaraka wa taala aliumba dunia kwa ajili ya ibada yake subhanahu wa taala, kumpekesha ya Allah tabaraka wa taala katika ibada, kama alivyosema subhanahu wa taala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba wanadamu na majini illa wanipekeshe tu katika ibada. Jambo lingine ambalo linatuonesha umuhimu wa tauhid, Allah tabaraka wa taala alipowatuma watume wote, walipokuja kwa umma wao, walianza kulingania watu katika tauhid. Badau kulluhum da'watahum ila tauhid, kila nabii anapokuja da'wa yake anaanza kulingania watu wake katika kumpekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ibada yake. Na hivyo ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha watume wote waanzie da'wa hapo, wafikishe hiyo tauhid kwa wanadamu wote, kama qala subhanahu wa ta'ala, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah tabaraka wa taala anasema hatukutuma mtume yoyote kabla yako wewe Muhammad alayhi salatu wassalam, illa tukituma tunampa wahi, tunamteremshia wahi, na wahi yenyewe ambayo inapewa ni nini? Annahu la ilaha illa ana fa'budun, kwamba hakuna mola pasaye kuabudiwa kwa haki illa yeye subhanahu wa ta'ala. Basi Allah anasema fa'budun, niabuduni mimi peke yangu, ambayo hiyo ndio tauhid ambayo tunakusudia, kumpekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ibada yake. Kwa hivyo aya hii inabainisha kwamba kila nabii ambaye Mwenyezi Mungu alituma katika hii ulimwengu, jambo la kwanza ambao walifanya na wakalingania watu kwake ni kumpekesha Allah tabaraka wa ta'ala katika ibada yake, ambayo ni tauhid Allah subhanahu wa ta'ala, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki illa yeye subhanahu wa ta'ala, idhan fa'buduni, niabuduni mimi peke yangu. Na hii pia ni jambo lingine ambalo linatuonesha umuhimu wa tauhid. Hao watume wote ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alituma ulimwenguni kulingania watu katika ibada ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kila mmoja anapokuja, jambo la kwanza ambao wanaanza naye da'wa zao ni kumlingania watu katika tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika hata ulama yaqulun rahimahumullah ta'ala, da'i yote akianza da'wa ni muhimu sana
aanze kulingania watu kwanza katika tauhid wa tashihi al-aqaid, na kusahihisha aqida zao, kwa sababu bila aqida nzuri hata ibada pia haitakuwa na maana yoyote. Bila mtu kuwa na tauhid nzuri na aqida nzuri, ibada pia itakuwa na tatizo. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo inatakana tufanye, tuwaiga anbiya alayhi salatu wassalam katika da'wa, tuanze na tauhid, tuelimishe watu wetu masala tauhid. Jambo la tatu ambalo linatuonyesha umuhimu wa tauhid, Mtume alayhi salatu wassalam alipopewa wahi alayhi salatu wassalam, baqiya 13 aman fi Makkah, alibaki Makkah 13 katika mji wa Makkah, wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah, na hiyo muda yote alikuwa kazi yake ni kulingania watu wake katika tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia hiyo muda yote 13 sana hajaamrishwa sala wala zaka wala haj wala jihad wala mambo zingine. Alikuwa kazi yake ni kulingania watu katika tauhid na kusahihisha itikadi ya watu na kutoa ile imani mbovu na kuingiza imani sahihi. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya Mtume alayhi salatu wasalam muda wa miaka 13. Na alikuwa akilingania watu waombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahdahu duna siwa, peke yake bila kumshirikisha na kitu kingine Allah tabaraka wa Ta'ala. Wakana fima unzila alayhi salatu wassalam, katika aya ambayo iliteremshiwa wakati huo Mtume alayhi salatu wassalam, qaulullah subhanahu wa ta'ala, qul innama ad'u rabbi wala ushriku bihi ahada. Qul, sema ya Muhammad, ambie watu wako, innama ad'u rabbi, kwa hakika mimi naabudu Mola wangu peke yake, na muomba yeye peke yake subhanahu wa ta'ala, nataka usaidizi kwake peke yake, wala ushriku bihi shay'an, wala sitamshirikisha yeye na chochote katika masala hayo ya tauhid na ibada. Ndio kauli ambayo iliteremshwa Mtume alayhi salatu wassalam fi ahdi Makkah. Ikhwata al-iman, Mtume alayhi salatu wassalam na kuonesha vile vile umuhimu wa tauhid, alikuwa akilea sahaba ridwanullahi alayhim ala tauhid mundu sighar, hata wakati walikuwa bado ni wadogo, vijana wadogo, alikuwa akawafunza masala tauhid ya kuonesha umuhimu wa aqida nzuri na tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Mfano tukichukua Mtume alayhi salatu wassalam aliambia ibn ammi yake alayhi salatu wassalam, ibn ammi yake Abdullah ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah, rawahu at-Tirmidhi. Hii masala muhimu ya aqida. Mtume alayhi salatu wassalam ya Abdullah, ukiomba omba Allah peke yake subhanahu wa ta'ala, sije ukaomba Mwenyezi Mungu kisha unaenda kuomba kitu kingine, kwa sababu ibada, dua ni ibada, anayestahiqi ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Kisha akaambia wa idha ista'anta fasta'in billah, ukitaka usaidizi vile vile taka usaidizi kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Usikimbie kutafuta usaidizi kwa mchawi au sahir au kahin au labda wema wako kaburini, kama vile baadhi ya watu wanafanya, wanakimbilia kwa makaburi ya watu wema kueleza shida zao, watafuta usaidizi. La, Mtume alayhi salatu wasallam amfundisha huyu kijana mdogo. Abdullah ibn Abbas alikuwa kijana mdogo sana, lakini Mtume alayhi salatu wasallam kana yuallimuhu al-aqida sahiha wa yuallimuhu tauhid Allah subhanahu wa ta'ala, na anaambia wa idha ista'anta fasta'in billah, kitaka usaidizi tafuta usaidizi kwa Allah tabaraka wa taala peke yake. Kama masala hayo inatuonesha pia umuhimu wa tauhid. Kama si muhimu Mtume angefundisha huyu kijana mdogo alayhi salatu wassalam. Na ahibati fillah, ukiangalia tauhid ndio hakika dini ya Kiislamu, wa haqiqatu dini al-Islam alladhi bunya alayhi, ambayo Uislamu ulijengwa juu yake. Kwa hivyo leo mtu yote kama anataka kuingia katika Uislamu, jambo la kwanza tunamfundisha ni nini? At-tauhid, kutamka shahadatain, shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammadan rasulullah. Hiyo ndio jambo la kwanza, ni mlango wa kuingia katika Uislamu.
Sasa bimaana mtu akikosa tauhid amejifungia mlango nje ya kuingia katika Uislamu, na hakuna ibada yoyote itakubaliwa bila hiyo tauhid. Walladhi la yaqbalu Allahu min ahadin siwa, hiyo bila hiyo tauhid hakuna ibada yoyote itakubaliwa, kwa sababu mtu atakuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha anamshirikisha, na shirki inaharibu amal. Kwa hivyo bila tauhid hakuna ibada yoyote. Jambo lingine ambayo inatuonyesha umuhimu wa tauhid, Rasul alayhi salatu wassalam allama ashabahu ridwanullahi alayhim an yabda'u da'watahum linnasi bitauhid. Wakienda kufanya da'wa, waanze da'wa yao kulingania watu na tauhid, katika tauhid, waanze kulingania watu katika tauhid. Mfano tukichukua Mtume alayhi salatu wassalam alipomtuma sahabi jalil Muadh bin Jabal ila Yaman, kabla hajaenda Mtume alikalisha akampatia, yani akamweleza hali ya kule mahali ambayo inaenda kufanya da'wa. Faqala lahu alayhi salatu wassalam, hadith mashhur maruf, almuhim yani mahallu shahid, Mtume alayhi salatu wassalam aliambia falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa fi riwayatin ila an yuwahhidu Allah, muttafaqun alayh. Mtume alayhi salatu wassalam aliambia Muadh, ukifika kule Yaman, wewe jambo la kwanza ambalo utawalingania ni kutoa ushahidi na kushuhudia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ndio tauhid ambayo tunazungumzia. Mtume anampa hali ya huko wanaoishi huko na ahlul kitab, si watu wajinga. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, jambo la kwanza ambalo utawafunza, utawalingania awe ni kutamka shahadatai. Kisha wakikubali tauhid, fa akhbiruhum au fa'alimuhum anna Allah qad iftarada alayhim 5 salawat fi al-yawm wa layla ila akhir al-hadith. Ndio sala inakuja, kisha zaka, kisha wajibati zingine. Lakini jambo la kwanza ambayo inatakana Muislamu ajue katika dini yake ni tauhid, kwa sababu tauhid ndio asasu hadha din, msingi wa dini ya Kiislamu ni tauhid ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nukta nyingine ambayo inatuonyesha vile vile umuhimu wa tauhid, Mtume alayhi salatu wasalam fi ahdi Makkah, wakati alikuwa anaishi Makkah anafanya da'wa na anateswa, kufaru Quraysh walimuita Mtume alayhi salatu wasalam, fa'aradu alayhi al-mala wal-mulka wa mambo kadhaa, sema wacha hii tauhid yako ambayo unatangaza, ukitaka ufalme tutakufanya, ukitaka mali tutakusanya, utakuwa aghnana fi Makkah, utakuwa wewe ni tajiri katika mji wa Makkah. Ukitaka wanawake chagua wasichana 10 wa Quraysh, tutakuozesha. Mukabila madha? Awache tauhid, awache kulingania watu katika tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia mawqif ya Mtume alayhi salatu wasalam, amekubali? La, falam yarda minhum dhalika, Mtume hakuridhika na maneno hayo, amekataa. Bal istamarra fi da'wati alayhi salatu wasalam, aliendelea na da'wa yake ya tauhid, yatahammalu al-adha ma'a sahabati, ana subiri katika yale maudhui ambayo inampata yeye na sahaba wake ridwanullahi alayhim ajma'in, hatta intasarat da'watu alayhi salatu wasalam, baka da'wa yake ilifaulu na akapewa ruhusa akahamia Madina. Alipata nguvu akarudi akafungua mji wa Makkah alayhi salatu wassalam, huko akivunja zile masanamu, akisoma hii aya jaa alhaqu wa zahaqa albatilu inna albatila kana zahuqa. Hivyo ndo Mtume alayhi salatu wassalam alishikilia hiyo tauhid na akafikishia umma wake mpaka leo imetufikiana, alhamdulillah bifadlillah subhanahu wa ta'ala, na Allah tujalie min ahli tauhid. Akhiran, kumalizia mazungumzo yangu, ikhwani, tauhid ndio wadhifa Muislamu, kazi ya Muislamu fi hadhihi alhayat. Muislamu anafaa aanze maisha yake na tauhid na amalize maisha yake na tauhid, hiyo ndio inatakikana. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam akasema, man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Mtu aingie duniani na tauhid
na akitoka duniani yuwaddi'u dunya bitauhid. Na inatakana sisi Waislamu yani katika maisha hii tuhakikishe hiyo tauhid katika maisha yetu, na tutakuwa insha Allah ni wenye kufaulu fi dunya wal akhirah. Ila huna, wabillahi tawfiq, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.